Lakini kwenye ibada hii na tamani tusome hicho kitabu cha Yohana sura ya 17 na tutasoma mistari yote, maanake tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 26. Sio mistari mingi, na naamini tutakwenda sawasawa hapo. Lakini pia kwenye somo letu lingine tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 mpaka ule wa 34. Kwa hapo pia napo pana ujumbe ambao Mungu anataka aseme na sisi asubuhi ya leo. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 26. Neno la Mungu linasema, maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimemaliza kazi ile uliyonipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nao kwa utukufu ule uliokuwa nao pamoja nao kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hawa, siombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yako. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Naomba nirudie mstari hiyo. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwaotoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo na watuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ila na hao watakaswe katika kweli. Mstari wa 20,
ule wa 26, ambapo hapo ndio maneno tuliyopewa na kiongozi Kalenga. Neno linasema wala si hao tu niwaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujiwe ya kuwa ndiwe uliowatuma. Ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Mstari wa 26, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi niwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Mungu alibariki neno hili analokusudia kuongea na kanisa la Mungu leo. Kuna mtu atakuwa anajiuliza kwa nini mtumishi wa Mungu ameamua kusoma mistari mingi kiasi hicho. Ili uweze kupata ujumbe ambao kwenye hiyo mistari ya huku chini, ni lazima ujue namna ambavyo stori yote ilivyo. Wale walioenda shule wanaelewa vizuri kwamba ukinipa taarifa yako, kama kuna utafiti ulikuwa unafanya au kuna kazi uliyokuwa unaifanya, na katikati ya kazi hiyo ulipaswa kutengeneza taarifa, nikisoma zile sura mbili za taarifa sitaweza kuielewa. Amen, amen. Kwa hiyo haijalishi nimechagua kipande kipi cha hiyo taarifa. Kama ni swala la taarifa ya utafiti, unazo kurasa 200, labda nimpate mtu ambaye ataniandikia ufupisho, summary ya hiyo taarifa. Hapo naweza kutoka na taarifa niliyoikusudia. Nataka kusema nini? Kitabu tulichokisoma, kitabu cha Yohana sura ya 17, ambao tumesoma kuanzia mstari wa kwanza, ni taarifa ya Yesu Kristo. Ukianza pale kwenye mstari wa kwanza, Biblia inasema akainua macho yake mbinguni, na alipoinua macho yake mbinguni akaanza kueleza. Ukitaka kumjua vizuri Yesu na lengo la kwake, kwa nini alikuja ulimwenguni, ukisoma hiki kitabu cha Yohana sura ya 17 ukasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 26 kwa utulivu kabisa, utapata picha ya nini Yesu alikuja ukifanya ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye mistari hii ina vitu vichache ambavyo nataka tuzungumze, lakini pia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile tuliyoisoma, mstari ule wa sura ya 22, tulipoanza mstari ule wa 12 mpaka mstari wa 16 na wa 17, tunaiona taarifa nyingine, lakini hii taarifa haitolewi na Yesu, inatupa juu ya safari ya ujio wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wasomaji wa Biblia tunajua kwa habari ya Yesu
alikuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, alikuja kwa ajili ya kutuunganisha. Ndio maana nimesema kwenye mstari ukisoma, unaona namna ambavyo Yesu anasema lengo lake hasa ilikuwa nini. Anasema mimi nilikuja ili wawe na umoja kama mimi Baba nilivyo na umoja, kama mimi Baba ambavyo nimeungana na wewe. Mimi hao walio wa kwako ulionipa nimewachunga, hakupotea hata mmoja. Lakini katikati yao mtu mmoja aliyepotea, ili ile unabii uweze kutimia. Mtu huyu kwa wale ambao walikuwa hawajajua ni Yuda. Maanake Yesu anaongea na wakati huu Yesu anapotoa hii taarifa, Yuda alikuwa bado hajafanya usaliti. Lakini Yesu anasema, umenipa hawa watu, umenipa hawa wanafunzi, umenipa na hawa mitume wote. Katikati ya hawa ulionipa hakuna hata mmoja niliyempoteza. Na mimi ninachowaombea hawa watu wawe na umoja kama mimi Baba, kama wewe Baba ulivyo na umoja na mimi. Manake kwa ajili yao wakiwa na umoja, tunachokitarajia na wao hawatapotea hata mmoja, kama ambavyo wale ulionipa hakuna hata mmoja aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anamwambia Mungu kwamba mimi nikiondoka hawa na waacha. Mahusiano yaliyopo kati yako wewe na hawa watu, mimi nikiondoka wewe unajua, kwa sababu Mungu unajua kwamba mimi nilikuweko kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu huu. Na kwa sababu nilikuweko kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu huu, manake ulinituma nije, na uliponituma ulinipa na watu wa kwenda kusimama nao. Lakini ninachokiomba kwako Mungu ni kwamba uwalinde hawa ninaowaacha na wengine watakaoamini kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ukisoma kwenye mistari tunaiona taarifa ya Yesu. Ukiangalia hii mistari iliyopo kwenye hii kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 26, Yesu anazungumza kile alichokuja kukifanya alipokuja kwa mara ya kwanza, alipokuja kwa awamu ya kwanza. Lengo la Yesu kuja kwenye ulimwengu, alikuja ili akusanye. Unajua, nataka nikwambie kwamba kwenye haya maisha ukitaka kujua vizuri juu ya habari ya Mungu na lengo la kwake la kumtuma Yesu Kristo, ukisoma vizuri kwa habari ya mwanadamu namna alivyoingia kwenye dhambi akiwa kwenye ile bustani ya Edeni. Wale wanaofuatilia maombi yetu ya usiku wa manane, tumekuwa na maombi, tulikuwa tunazungumzia juu ya nafasi. Tunachotaka ukisema kwamba katikati ya haya maisha tuliyo nayo, Mungu alitupa nafasi ya pekee yake, na katikati ya ile nafasi aliyokuwa ametupa, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, ukisoma pale Biblia inasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, ili akatawale. Lakini sio kutawala peke yake, akamiliki. Sio kumiliki peke yake, akaongezeke. Kwa hiyo kusudi la nafasi ambayo Mungu alimpa mwanadamu kwenye ule ulimwengu wa roho, wakati anamuumba Adamu yule wa kwanza, alitamani huyu mtu akae kwenye nafasi yake. Na kwenye hii nafasi ana vitu vitatu ambavyo anaweza kufanya. Kitu cha kwanza, huyu mtu amepewa nguvu ya kumiliki. Kumiliki nini? Maanake tunaona namna ambavyo Yesu Mungu ameanza kumuumba mwanadamu toka siku ya kwanza. Ameanza kuumba vitu toka siku ya kwanza. Ukisoma kwenye hiyo kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya kwanza pale mstari wa kwanza, unaanza kuona Mungu anaanza kuumba vitu. Biblia inasema ulimwengu ulikuwa ukiwa, palikuwa na maji, akatenga maji na nchi kavu. Maji akaita bahari, nchi kavu akaita nchi. Ikawa asubuhi, ikawa jioni siku ya kwanza. Yesu Mungu kwenye utatu wake